na ndio hicho tu, hakuna kitu kingine. Unapopitia mateso, shida, kimbilio lako liwe ni Yesu, kwa sababu hakuna kitu kingine na hakuna msaada mwingine nje ya Yesu, kwa sababu dunia hii imejaa mambo mengi, ina vitu vingi vya kukatisha tamaa na kuchosha moyo. Yesu pekee ndiye atakaye kukusaidia. Unatamani kuwa kama watu wengine na kuinuliwa na vitu vingine, lakini Mungu wetu ndio msaada wetu. Kwa hiyo ninakukaribisha katika kipindi hiki ambacho ninakuletea. Ninaitwa mchungaji na mwinjilisti George Musa au Bishop George Musa Preacher. Ninapatikana kusini mwa Tanzania, karibu na boda Mozambiki, katika mkoa wa Mtwara. Tuko huku tunamtumikia Mungu, ni eneo la kimisheni, lakini tunamuona Mungu sana sana. Sasa nikukaribishe katika mwendelezo wa masomo yangu ya siku za mwisho. Nimekuwa na mfululizo wa masomo ya siku za mwisho, na nilikuwa kwenye kipengele cha dhiki kuu inakuja duniani. Nikazungumza kwa habari ya dhiki, kwamba ni mateso makuu au ghadhabu ya Mungu kuu au hasira ya Mungu juu ya dunia. Tunaposema dhiki kuu, ina maana taabu na mateso ambayo Mungu atayaachilia duniani kwa sababu ya wanadamu kutenda dhambi na kumkataa yeye. Nikasema tu baada ya kanisa kunyakuliwa, kitakachofuata wale watakaonyakuliwa kweli, waliokoka kweli kweli, ndio ninachotaka kukizungumza hapa, kwamba kutakuwa na dhiki kuu ambayo kwenye maandiko sehemu nyingine inaitwa siku ya Bwana na sehemu nyingine inaitwa taabu ya Yakobo, na nilifafanua siku ya Bwana maana yake nini. Siku ya Bwana ni ya hasira na ghadhabu kuu. Ukisikia siku ya Bwana ina maana ni ya hasira ya Mungu au ghadhabu ya Mungu juu ya dunia. Unaona? Lakini sio hivyo. Ukisema ile taabu ya Yakobo ina maana ni kipindi cha dhiki kwa wana wa Israeli, mapigo kwa wana wa Israeli, kwa sababu walimkataa Mungu, walimkataa Yesu pamoja na huduma ile ya upatanisho. Kwa hiyo dhiki itakuja kwa ajili yao, lakini na ulimwengu mzima. Na nikazungumza kwamba kipindi hicho Mungu hataona huruma juu ya wanadamu. Tukaangalia kipindi kile cha ulimwengu wa kwanza, sababu ya Mungu kuipiga dunia. Nilizungumza katika ile Mwanzo 6, ukisoma sababu ya Mungu kuipiga dunia, nilizungumza kwamba ni kwa sababu aliangalia wanadamu wametenda maovu. Ukisoma ule Mwanzo 6 mstari wa 5, inasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni baya. Na Mungu alichokifanya, mstari wa 6 anasema Bwana akagairi. Kwa hiyo sababu kubwa ya Mungu kuipiga dunia, kwa sababu ameona maovu, dhambi zisizotubiwa, na watu wamekuwa ni jeuri, watu ni makatili, watu wauaji, watu wanafanya vitu vingi, ulawiti, ushoga. Sasa inafika kipindi kikombe kinajaa. Kipindi cha dhiki kuu inakuwa ni kikombe kimejaa cha Mungu kuiadhibu dunia. Nikazungumza sana, ina maana kwamba Yesu atagairi huruma yake, au Mungu atagairi huruma yake. Na kipindi hiki cha dhiki kuu, kwamba Mungu ataanza kwanza kuwatesa, kuwapiga wanadamu aliowaumba, lakini wameamua kumwacha na kumfuata shetani, na lengo kubwa ili wamjue kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo atapiga dunia. Nikazungumza kabisa kwamba sababu ya kupigwa ni maovu, ni dhambi. Nukaangalia hata kipindi kile cha Mwanzo, Mungu alifuta dunia ya kwanza ile, akambakiza Nuhu na wale watu jumla walikuwa 8. Ni kwa sababu wale walimgeuka, wakamcha Mungu, wakaacha maovu. Hata tukaangalia Mwanzo 18 mstari wa 16 hadi 22, habari za Sodoma na Gomora. Mungu aliadhibu Sodoma na Gomora. Kumbuka Lutu na watoto wake 2 walipona, lakini mji wa Sodoma na Gomora ilichomwa kwa moto. Na tukaangalia kwamba sababu ya kuichoma Sodoma na Gomora, tunaona kwamba Sodoma iliingia kwenye maasi mabaya kiasi ambacho watu walikuwa ni wachawi, lakini watu waligeuza miili yao. Unaona? Na ukiangalia ulimwengu wa kwanza ulipigwa kwa sababu ya mambo haya. Yaani haya mambo ya ulawiti, ya usagaji, kugeuza kinyume na maumbile, hayakuanza leo. Yalianza tangu kipindi cha Sodoma na Gomora. Na ndio maana tutaenda kuangalia leo hata kipindi cha wana wa Israeli, haya mambo yaliendelea. Kwa hiyo Mungu akaweka sheria kali sana. Kwa hiyo inapofika mahali Mungu anachoka. Na tukaangalia katika ile Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 28, pale tukaangalia hadi 32. Tukaangalia hayo maandiko yote tukayasoma, sitaki kuyarudia.
na labda nirudie haya maandiko ambayo ni mwendelezo, kwamba kwa nini Mungu anaipiga dunia. Ataipiga dunia ni kwa sababu wamemtenda dhambi, wamegeuza matumizi ya asili ambayo ya mwanamke alafu wakayageuza pia wanaume kwa wanaume, wakaanza kuingiliana, wanawake kwa wanawake. Na ndio maana narudia maandiko hayo, Warumi 1:26 na 27, anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Walipomwacha Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake, unaona hapa Paulo anafafanua. Kwa hiyo walipomwacha Mungu wakaanza kufanya asiyowapasa, Mungu aliwaacha. Unajua inafika mahali Mungu anakuacha. Lakini kabla tujaendelea, hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wasikilizaji wangu hawa ambao wako tayari kulisikia neno hili. Ninaomba neema yako na uweza wako, Roho Mtakatifu kashuke mahali hapa, ukatuhudumie Bwana, ukaseme na watu wako, ukatende mambo makubwa, ukatende miujiza, ukalete mabadiliko, ukalete uzima. Mungu Bwana, neno hili likawaguse watu hawa, wakaelewa kwamba ni siku za mwisho, ni nyakati za hatari, ni nyakati za ghadhabu ambazo Mungu utazileta duniani. Hutakuwa na huruma tena na msamaha juu ya watenda dhambi. Utaiadhibu dunia muda sio mrefu. Mungu, sitaki kubaki kwenye hiyo ghadhabu na hasira yako. Ninaomba uniepushe, unilinde Bwana. Hata na wasikilizaji wangu watakaosikia neno hili wageuke na kutubu dhambi zao na kuziacha, ili waepukane na ghadhabu, katika jina la Yesu, amen. Kwa hiyo tunaendelea mwendelezo kwa habari ya Mungu anaenda kuipiga dunia, au inakuja dhiki kubwa, au ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu, au inaitwa siku ya Bwana, au taabu ya Yakobo. Sasa kinini kilichotokea kwa sababu ya kuipiga dunia? Ndio tunaendelea sasa. Anasema hivi katika Warumi 1:26-27, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao. Nani? Wanadamu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo asili. Unaona, wanawake walibadili matumizi ya asili kama tunavyoona leo. Unaona, kujamiiana wamebadili, wanaenda kinyume na maumbile wanawake hao. Na nilikuelezea hata tumekutana na changamoto huku Mtwara, pampasi nyingi za watu wakubwa zinaadimika kwa sababu mabinti wengi, watu wengi wameharibika kwenye viungo vyao, kwa sababu kama unatumia sehemu ya haja kubwa, uelewe kabisa mishipa yako inalegea, na matokeo yake choo muda wote kinaweza kashuka. Na ndio hii unakuta mabinti wengi wanatumia pampasi. Watu wameharibika. Nikatoa mfano yule mama ambaye nilikutana naye, amekaa kwenye ndoa muda mrefu, nikamsaidia yule mama. Kwa hiyo hata kama umeathirika, hata kama una tatizo hilo, unaweza ukapona kama utaamua kutubu na kujiweka wazi, tukakusaidia. Hatuta expose, hatutaweka wazi mambo yako. Hata hapa ninaposhuhudia mimi sitaji jina, ila nakueleza watu ambao nimewakanseli na kuwasaidia, na leo hii wamepona kwenye hayo matatizo. Kwa hiyo wanawake nao wamebadili matumizi ya asili yasiyo asili, matumizi yasiyo ya asili. Anasema wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili. Ina maana wanaume nao waliacha. Unaona, wakawakiana tamaa. Nani? Wanaume kwa wanaume. Ndio ile Sodoma na Gomora. Yaani wameacha wake zao, wanaamua wanaume kwa wanaume, wanawakiana tamaa, na wanawake pia wanawageuza kinyume na maumbile. Anasema wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa. Unaona, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Paulo hapa amejitahidi kuandika lugha ya staha akiongozwa na Roho Mtakatifu, lakini hapa hali halisi iliendelea hata kwenye makanisa kule Rumi, kule Korintho. Kumbuka Korintho ulikuwa ni mji wa kibiashara. Hata Paulo katika safari zake za kimisheni alianzisha kanisa, lakini kuna watu wengi mashoga, wasagaji, watu wenye tabia mbaya wakaamua kugeuka kuokoka. Lakini walipookoka wakaja na tabia zao kanisani, wakawa wanaendelea. Yaani kuna kuokoka hatua ya kwanza, lakini inatakiwa ujazwe Roho ili hiyo tabia ivunjike. Kwa hiyo anapoandika hizi nyaraka
Ina maana kwamba aliandika nyaraka hizi za kueleza kanisa la Korintho liliingia kwenye uzinzi usio wa kawaida, mambo ya ajabu, mvurugu za ibada na mambo mengi. Sasa Paulo akiwa Efeso kwenye safari za kimisheni, anasikia taarifa kanisa lile la Korintho waliloanzisha limeingiliwa, watu wanachukua wanawachukua mama zao, wanatembea nao, wanafanya uzinzi na mama zao. Paulo akasikia, lakini sio hivyo, akasikia wale mashoga, wale wasagaji, walawiti wanaendelea na tabia zao, na hii nakueleza kimaandiko. Na Paulo ameelezea, ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, anasema hamjui kwamba wazinzi na washerati hawataurithi ufalme wa Mungu? Anasema walawiti, wafilaji hawataurithi ufalme wa Mungu. Anapoandika hizi nyaraka analeta suluhisho, anawaeleza. Ina maana anapoandikia hawa watu, ina maana walikuwemo ndani ya makanisa, na ndio maana hata leo tunashuhudia kuna watu wamesema wameokoka, wamejificha kwenye kichaka cha wokovu, lakini wanaendelea na mambo yao ya ulawiti na usagaji na ushoga, hawaachi. Na kama huko kuna ghadhabu ya Mungu, na ndio maana ninakueleza haya, unatimiza unabii wa siku za mwisho. Haya mambo ya usagaji, ulawiti na mambo yote machafu hayakuanza leo, yalianza ulimwengu wa kwanza. Ndio maana Sodoma na Gomora ilichomwa kwa sababu ya mambo haya, na sasa hivi ndio amekithiri. Swala la kuingiliana kinyume na maumbile sasa hivi limekuwa ni kama la kawaida, na ndio maana huu ni mkakati wa shetani kutaka kuwafanya watu wazoeke saikolojia. Wakati wa dhiki kuwa miaka 7, shetani kulawitiana, kufanya mambo machafu itakuwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu hiyo ni ibada ya Lucifer. Na Mungu alikataza tangu alivyoichoma Sodoma na Gomora. Mungu alikataza kulala na mwanaume kwa mwanaume, kulala na mwanaume mwenzako, au mwanamke kwa mwanamke, au mwanaume na mnyama, au mwanamke na mnyama. Lakini leo tunashuhudia, leo wangapi wanawake wanakubali kuuza utu wao, kupoteza nafsi zao, kumwacha Mungu kwa sababu wanatembea na wanyama, wanatembea na mbwa. Duniani huko wanalipwa mapesa, na ndio wao wanajirusha kwenye mitandao, wanalala na mbwa. Wengine wameolewa na wanaume wenzao, wanaingilia kinyume na umbile. Na sasa imefika mahali mpaka kanisani sasa hivi kwenye nchi mbalimbali wanaruhusu mwanaume na mwanaume kufunga ndoa, au mnyama na mwanaume na mwanamke kufunga ndoa. Sasa kwa nini Mungu asiipige dunia hii ya sasa? Kama aliipiga ile ya kwanza ile, ukisoma Mwanzo 6, ndivyo anavyoenda kuipiga sasa hivi, kwa sababu mambo yanayofanyika mpaka kwenye nyumba za ibada. Kwa hiyo kipindi cha dhiki kuu hakutakuwa na huruma. Sasa hivi watu hawajali, hawaogopi. Ndio maana Mungu anaenda kuipiga dunia. Swala la uchawi, kufanya uchawi watu ni kitu cha kawaida. Yaani ni kazi za shetani. Sasa hivi ziko wazi, watu wanajitangaza kwamba wanamwabudu shetani. Unaona, kumwabudu shetani imekuwa ni wazi. Watu wanajitangaza kabisa, sasa mimi nimeamua kumwabudu shetani. Sasa kwa nini Mungu asiipige dunia? Ndio anachoenda kukifanya sasa hivi. Na ukisoma Walawi 18 mstari 22 hadi 23, Mungu baada kutoka ile kutoka mwanzo ile, baada ile Sodoma na Gomora kuchomwa na ule dunia kwanza kuangamizwa, wanadamu waliendelea kuwa wakaidi. Sasa hata wanaweza baada ya kutoka Misri wakawa wanaenda nchi ya Kanaani ya ahadi, lakini mule ndani watu wakaanza kufanya vitu vya ajabu. Na Mungu anapoweka, akaamua kuweka sheria kali. Sasa ukiangalia haya, kwa nini anayesema yote hata kwenye Walawi, ina maana kulikuwa na watu wameamua kuvunja sheria kuanzia kitabu cha Kutoka, unaona, Walawi mpaka Kumbukumbu la Torati. Mungu akaamua kuweka sheria kali ili kuwadhibiti wanadamu.
Unajua, sheria inamfanya mtu aogope kwa muda tu, lakini kama ndani hajamruhusu Mungu hawezi kuacha huo mtindo. Na ndio maana leo watu wanajitahidi kukatazwa wasifanye, lakini kwa sababu amekamatwa na shetani, mapepo, mashetani yamemkamata mtu, ndio maana si rahisi kuacha hiyo tabia. Yaani hii tabia mtu anaiacha akijazwa na Roho Mtakatifu. Tabia zinavunjwa na Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa umejaa neno. Leo wangapi wanalijua neno na wanalifundisha, lakini wanayafanya hayo hayo. Na ndio maana tunasisitiza kujaa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kushinda dhambi na vishawishi. Na ndio maana Mungu sasa aliweka sheria. Kwa nini aliweka sheria? Kwa sababu watu walikuwa wanafanya. Walawi 18 mstari wa 22 23 anasema usilale na mwanaume mfano wa kulala mwanamke. Sasa haya mambo ya ushoga ya kwanza leo, na ndio maana tunayazungumza hapa. Mungu anapoweka sheria kwa wana wa Israeli anawaambia usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke. Ina maana watu walikuwa wanalalana, wanalawitiana. Hao watu walikuwa wanafanya hivi vitendo, na ndio maana ikawekwa sheria. Ina maana wanaume walianza kuparamiana tena. Alafu anazungumza mbele pale, anasema ni chukizo. Sasa anapoambia usilale na mwanaume kwa mfano kulala na mwanamke, mfano wake kulala na mwanamke, anasema ni chukizo. Sasa kwa sababu watu hawataki kuacha haya mambo, hawataki kuacha dhambi, hawataki kutubu dhambi, Mungu anaenda kuichoma dunia hii. Mimi nakueleza ukweli, kama uambiwi na mchungaji au na mwinjilisi wako, mimi nakwambia dunia inaenda kuchomwa hii moto inaenda kuchoma moto kabla ya kumalizwa kabisa kukunjwa kama karatasi. Kwanza itaanza na mapigo, kwa sababu ya mambo machafu yanayofanyika. Watu sasa hivi hawana huruma. Watu kuua ni kitu cha kawaida. Watu kula nyama za watu ni kitu cha kawaida. Kunywa damu za watu ni kitu cha kawaida. Unaona? Mimi nazungumza vitu ambavyo vina ukweli, kwa sababu kulikuwa na maajenti wengi wamepita hapa, tuliwakamata. Yesu aliwakamata, wakaanza kutoa siri zote. Watu wamesaini kuzimu. Watu wanataka utajiri wa haraka, utajiri wa kafara. Watu wametoa watoto wao, wameua wazazi wao, wameua ndugu zao kwa sababu ya mali tu, na wengine wameingia kwenye maagano ya kulawitiana kwa sababu ni ibada ya shetani. Sasa hiyo ni hatari sana. Wengine waingilia watoto wao. Hivi ndio kutisha. Sasa hapa Mungu anasema ni chukizo. Wewe mwanaume yote akilala na mwanaume kwa mfano wa kulala na mwanamke ni chukizo. Anasema wala usilale na mnyama yote. Sasa leo tunashuhudia ngapi? Watu wanatembea na wanyama, wanaume wanaoa wanyama, wanawake wameolewa na wanyama, mbwa. Na haya mambo yanafanyika, lakini jioni unamwona kama anaenda kusali au kuswali. Unamdanganya nani? Machafu yanafanyika kwenye dunia. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi ambacho Mungu anaenda kuipiga dunia. Anasema ili kujitia unajisi kwake, wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye. Unaona, anapoandika hayo yalikuwa yanafanyika. Wanawake wanalala na wanyama, wanaume kwa wanaume wanaingiliana kinyume na maumbile. Wanaume wanaoingilia wanawake zao, baadhi yao wanaoingilia kinyume na maumbile. Anasema ni uchafu. Anasema wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni uchafu. Sasa Mungu anazungumza hapa, anamwambia Musa. Sasa leo tunashuhudia haya mambo yanatokea. Walawi 20:13, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Zamani Agano la Kale walikuwa wanauawa watu kama hawa. Sasa kipindi hichi cha dhiki kuu itakuwa ni kuwapiga na kuwaua waliofanya yote haya. Na ukishauawa utasubiri huko kuzimu, ukisubiri hukumu ya mwisho kwenda motoni. Hasa kwa nini ubakia wakati wa dhiki kuu unafanya machafu? Kuna faida gani? Kwa nini usiamue kutubu dhambi? Kama hujatubu, kwa nini usitubu dhambi ukampa Yesu maisha yako? Na haya mambo ndio yanayochukiza Mungu. Kwa sasa hivi wanadamu hawabadiliki,
Wako makanisani tunapata shida, wachungaji tunawahubiria watu kama neno linaingia huko linatokea huko, unasikia wewe George unahubiri injili kali, lakini mimi lazima nikueleze ukweli. Labda kama mchungaji akwambia ukweli, lakini mimi nakueleza kweli. Mungu amekasirika. Haya mambo ya kishetani yanaendelea leo mpaka kwenye nyumba za ibada, makanisani, na watu wanaona ni sawa tu. Unaona? Na hii shetani ameifanya ili wazoee, hata wakati baada ya kanisa kunyakuliwa watu waone kawaida, kulawitiana, uchawi, sijui kuuana, ni vitu vya kawaida. Ndio maana sasa hivi mtu kuua mtu haogopi, kumwaga damu ya mwanadamu haogopi, yaani naona kama ni kitu cha kawaida. Ndio maana Mtume Paulo ilibidi alionye kanisa, na ndio ili ambalo na kuonya wewe, kama umeokoka, kama una tabia chafu, naomba katika jina la Yesu ufike mahali pa kutubia na kumwambia Mungu, niondolee tabia hizi. Ndio maana Mungu ameamua kuiadhibu na kuipiga dunia kwa wale wanaoyafanya. Kwa mfano, Wakorintho wa kwanza ile sura 6 niliyosema mstari wa 9. Kwa nini Paulo anaandika hii? Anasema, anawaambia Wakorintho kwa sababu walikuwa wanaendelea. Yaani kuna watu leo wamevaa vazi la wokovu lakini ndani ni mbwa mwitu wakali, naye ni hatari sana. Sasa hii ghadhabu ya Mungu itakuja, na ndio maana nikakwambia kwenye unyakuo sio Wakristo wote watakaonyakuliwa. Nikasema sifa za kunyakuliwa nilizungumza kwenye masomo yangu nyuma kule. Sifa ya kwanza, lazima uwe mtakatifu. Sifa ya pili, lazima ujazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho ni mafuta. Ukisoma ile Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi wa 13, Yesu pale anazungumza ule mfano, akitoa mfano wa mimi na wewe kanisa. Ule mfano unahusu sisi. Akatoa mfano wa wanawali 10, 5 hao werevu, taa zao wamebeba zimejaa mafuta. Ule mfano wa taa wamebeba mafuta hao 5, ina maana ni watu wako makini, wamehakikisha wamejazwa Roho Mtakatifu, taa zao zinawaka, wako tayari, antena zao wamenyanyua, hata ikipigwa parapanda watalisikia. Sasa kuna wengine wamekaa humo ndani wanachanganya, mguu mmoja nje mmoja ndani, dhambi na kanisani. Na hawa watu taa zao zimezimika, alafu wanatenda dhambi, wako kanisani, wana madhaifu mbalimbali, hawataki kutubia. Ndio hawa ambao Paulo anawaambia katika Wakorintho sura ile, Wakorintho kwanza sura 6 mstari wa 9, anasema hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Sasa haya maneno mawili haya watu wanaogopa kuyasema, lakini lazima tuseme ukweli, kwa sababu yalikuwa yanafanyika. Anapoandika hii waraka ni suluhisho, analeta suluhisho. Anawaambia nyinyi wa Korinto mmeokoka, lakini mnaendelea na tabia hizi. Hivi hamjui yatakayowapata? Watu nyinyi mnaendelea na uasharati na uzinzi, mambo maovu, wafiraji, walawiti, hamtaurithi ufalme wa Mungu, hamwendi mbinguni. Yaani kuokoka, kusema Bwana asifiwe sio tatizo. Wewe sema tu, lakini je, unaishi katika maadili? Ndio ninachokizungumza hapa, kitakachofanya watu wapigwe kwa sababu walijua kweli lakini walikataa kutubu. Sisi tumeambiwa tuwaambie watu makosa yao. Kwa nini mimi ninazungumza na kueleza kitu kinachoenda kutokea? Isaya 58:1 asa, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Si tumeambiwa tupige kelele, tuwaambie watu makosa yao. Lazima tueleze ukweli, makosa, alafu ifike mahali nyumba ya Yakobo dhambi yao, tupaze sauti. Ndio maana nakwambia iko dhiki kubwa inakuja, iko dhiki. Hutakuwa na sababu, kwa sababu hii sauti itakwambia. George alikuambia, George alisema iko dhiki kuu, kapuuza, ukajichanganya na mambo ya dunia. Kwa hiyo dhiki kuu au ghadhabu ya Mungu, taabu ya Yakobo, mitume na manabii wengi waliiona na wakatabiri dhiki kuu. Kwa hiyo sio jambo ambalo linapaswa kupuuzwa. Nikutajia wa mitume na manabii baadhi ambao walitabiri, ni muhimu sana. Kati ya mafundisho ya msingi na ya maana kwa kanisa, lazima watu wafundishwe dhiki kuu. Kwa nini nasema hivyo?
kwa sababu hao waandishi wote katika kanuni ya kutafsiri maandiko yakijirudia mara 2 au zaidi ya hapo, mara 3, mara 4, ujue hilo ni fundisho la muhimu katika Biblia, ni fundisho muhimu katika watu, kwa sababu katika mlinganisho wa kutafsiri maandiko lazima ulinganishe maandiko. Sasa hawa manabii wote wamezungumza kitu hiki kimoja. Hatuwezi kupuuza fundisho hili kwa habari ya dhiki kuu, na kama alitabiri lazima yatimie. Isaya nabii alitabiri, Yeremia alitabiri, na nitakupa maandiko. Ezekieli alitabiri, Daniel alitabiri, Sefania alitabiri, na Bwana Yesu mwenyewe. Nimekupa hao wakubwa 4 tu na Sefania tu, lakini kuna maandiko yako mengi yanayothibitisha. Kwa hiyo Isaya nabii alitabiri baada ya kuiona hiyo dhiki kuu. Anatutaka tupige kelele, tuwafundishe watu, tuwatahadharishe, kama tulivyoona Isaya 58, lakini kuna Isaya 13 inasema hivi, mstari wa 6. Kwa nini tunafundisha mafundisho ya tuwaambie watu dhiki kuu inakuja? Tumeambiwa tuwafundishe watu, tuwaeleze watu nini kinachoenda kutokea. Inasema hivi Isaya 13:6. Sasa pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana hii karibu. Nakumbuka kule nyuma inaitwa siku ya Bwana, taabu ya Yakobo au dhiki kuu. Kwa hiyo hapa Isaya anaiona dhiki kuu, anasema siku ya Bwana ya nini? Ya kisasi. Anasema itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa anasema pigeni kelele za hofu, tuwaeleze watu nini kinachokuja. Ninachotaka kueleza nini? Dhiki kubwa inakuja, mapigo makubwa yanakuja duniani. Muda sio mrefu baada ya kanisa kunyakuliwa, baada ya sisi watakatifu kuondoka, inakuja dhiki kubwa. Iepuke. Utaiepuka kwa namna gani? Ni kwa kutubu dhambi na kukubali kuishi maisha matakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Hizo ndio njia 2 kubwa zitakazo kufanya kuepukana na dhiki kuu. Full stop. Dhiki kuu inakuja kuipiga dunia. Hakuna mfalme wala jemedari atakayeweza kutuliza ghadhabu, kwa sababu imetabiriwa na lazima unabii utimie. Na dhiki hiyo itakuwa miaka 7, tutaona huko maandiko. Kwa hiyo mapigo ya dhiki kuu yatasababisha watu kukata tamaa. Wakati wa dhiki kuu watu watakata tamaa, hofu, kuvunjika moyo, maumivu na kuchanganyikiwa. Wakati wa dhiki kuu hii sasa hivi bado, si mnaona hii hali ya uchumi bado. Wakati itakuwa ni mapigo, italeta watu kukata tamaa, hofu itajaa, watu watavunjika moyo, maumivu makali, kuchanganyikiwa, kwa sababu kuna mapigo yataua wanadamu wengi hapa duniani. Wakati wa mapigo, mizoga mingi itasambaa, na maandiko yapo, nitakupatia. Watu wengi watakufa, hakutakuwa na maeneo ya kuzika watu huko. Sasa itakuwa ni mamilioni ya watu, na ndege wa angani watakuwa wanakula mizoga. Kwa sababu utazika wapi? Kila pande za dunia ni kilio. Watu watakuwa wanakufa kwa mapigo, watu watakuwa wanakufa kwa njaa, watu watakuwa wanakufa kwa tauni, magonjwa ya kuambukiza kwa sababu ya mapigo yale. Lakini sio hivyo, mpinga Kristo naye atakuwa anachinja watu, anatesa watu na kuchinja watu. Kwa hiyo mapigo haya yamesemwa kwenye Ufunuo sura ya 6 hadi 18. Soma hapo, bado haya mambo hayajatokea, yatatokea baada ya kanisa kunyakuliwa. Naomba kama kanisa tujue hili jambo ni jambo ambalo halisemwi kila wakati, na mara nyingi ninapofundisha haya anasema, Joji, mbona unawatisha watu? Lazima nikueleze ukweli, kama uambiwi mimi ndio nakueleza. Unabii unatimilika kwa sababu Isaya alitabiri mambo yote karibu 6-7. Sasa mawili yametimia. Alitabiri kwa habari ya kuzaliwa Yesu. Miaka 700 ikapita, Yesu akazaliwa. Alimuona Yesu akuzaliwa. Kama Isaya alitabiri ilichukua miaka mingi, ungesema sasa hivi nabii wa uongo, lakini alisabiri miaka 700 ikapita, ndio Yesu akazaliwa. Haya, alitabiri kwa habari ya kuteswa Yesu. Alimuona ameangikwa msalabani, Isaya 53. Hiyo Yesu kuzaliwa, ukisoma Isaya sura 7
Haya, anamuona Yesu amesulubiwa, watu wanamkataa, ameangikwa msalabani. Isaya 53 ukisoma mstari pale, mstari wa 3 hadi wa 6 wa 5 pale, utaona anamuona Yesu amesulubiwa. Huyo Isaya, miaka 700 ikapita, lakini ikaja kutimia. Sasa huyu Isaya ameiona dhiki kuu. Ukisoma Isaya 53:13, hiyo aliiona dhiki kuu, ndio tunayeiendea sasa hivi, unabii wa 3. Na pia Isaya amemuona Yesu anarudi, tutaona maandiko. Isaya amemuona Yesu anatawala miaka 1000. Isaya anaona dunia inakunjwa kama karatasi, hukumu ya mwisho, anaiona hukumu ya mwisho. Isaya nabii anaona mbingu mpya, nchi mpya. Sasa huwezi ukapuuzia. Sasa hivi tuko kwenye kipengele cha 3 cha Isaya alichokiona, tunakiendea cha nini? Cha dhiki kuu. Na ndio maana anaiona Isaya hiyo dhiki kuu, na hatuwezi kupuuza, kwa sababu aliona Yesu anazaliwa, aliona Yesu anaangikwa msalabani. Sasa hii tunaiendea, muda sio mrefu kanisa likinyakuliwa, dhiki kuu inaanza mara moja. Isaya anaiona na inaenda kutimia, lazima nabii utimie. Isaya 13 mstari wa 9 anasema hivi, tazama siku ya Bwana inakuja. Anaiona siku kali, aliiona ya hasira na ghadhabu kuu. Anasema siku ya Bwana ndio ile niliyozungumza. Aliona hiyo siku kali ya hasira na ghadhabu ya mkuu. Anasema ili iifanye nchi ukiwa. Unaona, yani wanadamu watauawa na kuadhibu watu wake, yani watu waliokaa duniani wenye dhambi wasikae ndani yake. Yani Isaya anaiona hiyo siku ya Bwana ya hasira kali, ya ghadhabu kuu, anaiona dhiki kuu. Sasa anaonyeshwa, anaona watu wengi wakiwa wameuawa, wenye dhambi, kwa sababu kanisa likinyakuliwa watakaobaki ni wenye dhambi. Watakaonyakuliwa ni watakatifu waliojaa Roho. Watakaobaki duniani ni wenye dhambi. Yani ukibaki tu weji hesabu, hata kama ulikuwa unaingia kanisani. Nimekwambia unyakuo ndio bonde la kukata maneno. Atajulikana askofu wa kweli, mwinjilisi wa kweli, mtume wa kweli, nabii wa kweli, mwalimu wa kweli, mchungaji wa kweli, na atajulikana Mkristo wa kweli. Cha msingi ujilinde. Na ndio maana lazima ufungue masikio yako nielewe kwamba umebakia muda mdogo. Yesu anarudi, anaipiga dunia hii. Na mimi ndio maana nimekuambia, nimeambiwa niseme, nirudie mara kurudia haya masomo kwenye klipu zangu, kwenye YouTube yangu, akaunti yangu. Ukiandika Bishop George Musa Preacher, nimehubiri sana mafundisho haya, na nikaandika kitabu kidogo. Sasa Isaya 13:11 inasema hivi, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Yaani Mungu anaenda kuadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Yaani ulimwengu unaenda kupigwa kwa sababu ya ubaya unaofanya: kuua, wanateka, loga, toa kafara, lawiti, na mambo yote machafu yanafanyika. Sasa Mungu anaenda kuadhibu ulimwengu, anasema na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao, nami nitaikomesha fahari yao. Wenye kiburi, nami nitaangusha chini majivuno yao walio na wakali. Yaani Mungu anaenda kuondoa kiburi cha watu. Fedha haitasaidia, elimu haitasaidia, yaani nguvu haitasaidia, sijui mabavu haitasaidia, kwa sababu ni kipindi ambacho Mungu anaenda kuipiga dunia. Hasa nini kitatokea wakati wa dhiki kuu hapa duniani? Nini kitatokea? Kwa sababu ya mapigo ya Mungu na mateso ya mpinga Kristo, watu wengi watakufa, wengi kwa njaa na vita na magonjwa, kama nilivyosema. Yaani kipindi cha dhiki kuu, kipindi cha ghadhabu ya Mungu, kipindi cha taabu ya Yakobo, kipindi cha siku ya Bwana. Isaya anaiona hiyo siku. Isaya 13 mstari wa 12, nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi, watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Yaani kwa sababu ya ghadhabu na mapigo makubwa, wanadamu watakuwa wachache, wataacha majumba, kwa sababu watu wengi watakufa kwa njaa, watakufa kwa mapigo yale kutoka juu ambao malaika watatumwa na Yesu, watakufa
kwa tauni, magonjwa ya kuambukiza, na ukumbuka watu wengi watakufa duniani. Kwa hiyo mizoga ya watu, miili itasambaa kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo ile miili itasababisha maradhi ya kuambukiza ya harufu ya mambo mbalimbali, pamoja na ndege wangani watakula, lakini mizoga haitaisha kwa sababu ya mapigo. Tiba hazitakuwepo, hali itakuwa mbaya, miundombinu itaharibika. Mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo na shetani mwenyewe watajifanya kama kufariji dunia, lakini hawataweza, kwa sababu kitakuwa ni kipindi kibaya sana. Na ndio maana ukisoma Ufunuo sura ya 6, nitamalizia hapa leo, 6 mstari wa 6 na wa 7, anasema na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona, njoo, nikaona, na tazama farasi wa rangi ya kijivu kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu, akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Sasa unaona, Yohana anaonyeshwa, bado unyakuwa tu sura ya 6 hapo, anaonyesha huyo malaika atatumwa na Yesu. Anasema huyu malaika aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu. Yaani amepewa yeye mamlaka ya kusababisha mauaji tu huyu malaika. Unaona? Anasema wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, yaani robo ya nchi. Yaani ina maana kama tutakuwa wanadamu bilioni 10, robo ya bilioni 10 ni ngapi? Unaijua? Nusu ni bilioni 5. Si unanielewa? Sijui. Haya, kama ni robo ni bilioni 2.5 ya wanadamu wauawe. Wanadamu bilioni 2.5 watakufa. Kama tutakuwa wakati wa bilioni 10, ina maana wanadamu bilioni 2 watakufa kwa njaa, kwa vita, kwa magonjwa na mapigo yale kwa ujumla. Unaona? Mapigo yale. Sasa watu bilioni 2 watakufa duniani. Watu wengi watakufa kwa mapigo mazito. Ukisoma Ufunuo 8 mstari wa 7 hadi 11. Tusome mstari wa 11. Ufunuo 8, niishie hapa leo. 8 mstari wa 11. Anasema, na jina lake ile nyota, yani itaangushwa hiyo nyota, yaitwa pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, yani mabwawa, bahari, kila kitu. Na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Ina maana malaika watakapokuwa napiga, Mungu ataishusha nyota moja. Hiyo nyota ambayo itasababisha mabawa, mito, maziwa maji yote yawe na uchungu, yasitumike. Kama ni bahari, hayo maji yatakuwa na sumu. Anasema wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo. Ina maana maji ya mito, bahari, mabwawa yote ikiangushwa hiyo nyota, maji yote yanakuwa na sumu. Wanadamu wengi watakufa kwa ajili ya hayo maji. Sasa ndio maana kueleza duniani sio mahali salama pa kuringia, kwamba kama kuna umilele. Nirudie tena, duniani sasa hivi sio mahali salama pa kuringia kama kuna maisha ya raha. Duniani kumeharibika na kunaenda kuwa ni mbaya 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 mbaya, na kwa sababu watu ni jeuri na viburi, hata tunapohubiri neno la Mungu, hata wakiambiwa kweli wanakataa. Hiyo Mungu anaenda kukomesha kiburi cha dunia. Sasa ufanyeje wakati huu? Ni swali ambalo unaweza kusema, mchungaji George, sasa nifanyeje mimi? Jambo la kwanza, kama hujaokoka, hujatubu dhambi, tubu dhambi, mpe Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wako. Alafu tafuta kujazwa Roho Mtakatifu na kufurika. Jazwa Roho Mtakatifu, usikie sauti ya Mungu. Usitende dhambi, jilinde na dhambi.
alafu uwe muombaji ili uvuke katika haya yanayotokea. Jambo lingine, lazima uishi kwa uwiano. Unapoishi hapo, usiishi kama una umilele. Unapofanya miradi yako fanya miradi yako, lakini wekeza kwa Mungu. Kama umepata hela, nusu wekeza kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu unajiwekea hazina kule juu mbinguni. Ndio maana Yesu anasema msijiwekea hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, bali mjiwekea hazina mbinguni. Unapopata pesa, nusu wekeza kwenye ufalme. Tegemeza Injili, nunua viwanja, jenga makanisa, tegemeza watumishi wa Mungu, tegemeza wainjilisti, tegemeza yatima, tegemeza wajane, tegemeza watu wenye shida mbalimbali, maskini wasiojiweza. Kama unajenga magorofa, umejenga magorofa 2 matatu, tafuta mahali, jenga basi nyumba za ibada. Usiwekeze tu unajenga tu majumba, magorofa, yatavunjwa hayo. Lazima uule na Mungu. Sasa hivi ujanja ni kula na Mungu. Ujanja sasa hivi watu walichogundua ni kucheza pande zote, wanajiwekeza kwa Mungu na huku wanaendelea na miradi yao. Kwa hiyo unapopata pesa, wekeza kwa Mungu. Hatuna mji udumuo hapa, tuna maisha mafupi sana, tuna muda mfupi sana, na ndio maana nakupa mbinu hii. Kipindi hiki ni kipindi cha kumtafuta Mungu kweli na kutafuta uso wake na kumwambia Mungu, nisaidie. Sasa wewe uliye tayari kusema kwamba niko tayari, nja Mungu sala toba. Na wewe ambaye umeokoka na umerudi nyuma, umejichanganya, tubu dhambi, ujitakase. Mwambie Yesu, nimekukosea. Mwambie Yesu, ninakurudia wewe. Kwa nini ubaki wakati ukweli unaujua? Mafundisho hayo umeyasikia mara nyingi na umesikia wahubiri mbalimbali, lakini mimi ninakukazia kwamba hatuna muda mrefu wa kuishi duniani. Tuna muda mfupi sana wa kuishi duniani. Hata maisha yetu yenyewe anasema tuna muda mfupi wa kuishi duniani. Sio mahali pa kuringia, sio mahali pa kujivunia, ni mahali pa kukaa na tahadhari, tukijua kwamba muda wote unaondoka. Uwe na tahadhari. Sisemi kwamba usifanye kazi, sisemi kwamba usifanye biashara, sisemi kwamba usifanye miradi. Fanya miradi, fanya kazi, fanya biashara, endelea kusoma, lakini ishi kwa tahadhari na wekeza kwenye ufalme. Ndio maana si wajanja, tumegundua, tumeamua kucheza kote kote. Tunawekeza duniani, lakini tunawekeza kwenye ufalme. Tukipata hela tunagawana na Mungu, inaenda kwenye ufalme, inaenda duniani, inaenda kwenye ufalme, inaenda duniani. Lakini kuna watu wamejisahau kabisa. Geuka leo, sema maneno haya nyuma yangu, sema maneno haya nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nimesikia ujumbe huu kwa habari ya ghadhabu inayokuja. Nimetambua kwamba unakuja kuiadhibu dunia. Ninaomba Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Ninakupokea Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa. Unijaze na Roho Mtakatifu, niwe mwanao. Kuanzia sasa ninakuahidi nitaishi maisha matakatifu ya kukupendeza wewe, katika jina la Yesu, amen. Namba zangu za simu ni 0712 999 805, 0712 999 805. Muda wote napatikana, masaa 24. Simu yangu iko on. Kama utakuwa na swali, jambo lolote utanishirikisha. Na kama unataka kuwa mshirika mwenza kwenye umisheni tunayofanya nchi mbalimbali, Msumbiji, Malawi, Kongo, Tanzania na Uganda, na sasa hivi tunataka tufufue kule Kenya pamoja
na South Africa. Kwa hiyo wewe ambao unasukumwa kuwa mshirika mwenza wa huduma ya umisheni na uinjilisti, karibu kwa namba zangu, tunaweza tukawasiliana kwa WhatsApp, tukawasiliana. Nataka nikutakie baraka za Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki. Jiandae kwa ajili ya sherehe ya harusi ya mwanakondoo ambayo sio muda mrefu Yesu atatuondoa kwenye dunia hii. Tunamtazamia Mwokozi. Sisi kama mabibi harusi, mimi nimejiandaa. Je, wewe umejiandaa? Jiandae sasa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Tunamngojea muda wote. Parapanda itapigwa na mwaliko wa malaika mkuu Mikaeli, atatualika pale angani. Usibaki kwenye dhiki kuu, usibaki kwenye taabu ya Yakobo, usibaki kwenye ghadhabu ya Mungu. Huu ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante. Unaweza kufanya kazi kubwa, malipo yake ni kidogo. Mwingine anafanya kazi ndogo, malipo yake ni makubwa, kwa sababu ni status. Nami natamani niwe kama hao, nami natamani niwe na magari mazuri, nami natamani niwe na nyumba nzuri, nami natamani kuwa na maisha bora, lakini siwezi kutembea kwenye njia wanayoitembea wengine. Mimi nina agano na wewe Baba, nimekubali kuingia ghala, kusacrifice maisha kwa ajili ya kukuona, japo ni mateso, maumivu, machozi yanaumiza, yanachoma, yanaumiza. Nisaidie nisione njia nikatumia njia ya mwingine ili nifanikiwe. Hata wasiokoka ndugu zangu wanasema, yuko wapi Mungu wako? Hata mke anasema, yuko wapi Mungu? Kama Ayubu alivyoambiwa na mkewe. Nitasimama wapi? Kikao gani watanipa niongee? Nani atalikum